Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Mchezo mkubwa wa kirafiki ambao tumetoka kushuhudia kutokea katika uwanja wa KMC Complex ni mtanange ambao umeikutanisha klabu ya soka ya KMC dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club, ukiwa ni sehemu ya kujiandaa na michuano mikubwa ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu wa mwaka 2025-2026, huku KMC wao kwa upande mwingine ulikuwa ni mchezo wa kujiandaa na michuano mikubwa ya ligi kuu ya NBC. Fahamu mchezo huu umeweza kumalizika kwa klabu ya soka ya KMC kuweza kufanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao 3-1 dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club, ambapo mchezo huu ulikuwa ni wa kuvutia na kuweza kupimana, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya mechi kubwa kama tulivyoweza kuambia, ambapo Yanga wameweza kuchezea kipigo kutoka kwa KMC ama Kinondoni Manispaa Club kutokea pale katika maeneo ya Kinondoni jijini Dar es Salaam. Fahamu katika mchezo huu klabu ya soka ya KMC ndio waliokuwa kwanza kujipatia bao, ambapo bao hili lilifungwa dakika ya 23 kupitia kwa Saliboko. Lakini kabla ya kwenda mapumziko, klabu ya soka Yanga Sports Club kupitia kiungo wao Musa Bala Conte akaweza kuisawazishia klabu ya soka ya Yanga katika dakika ya 42. Mpaka half time klabu hizi zilikuwa sare ya bao 1-1. Katika kipindi cha pili ndipo klabu ya soka Yanga Sports Club walipoamua kupata bao lao la pili, ambapo bao hili limeweza kufungwa na mshambuliaji wao Andy Boyeli katika dakika ya 58. Lakini kabla mpira kumalizika, tunashuhudia KMC wakaweza kuchechamaa kweli kweli kupitia Saliboko, tena akaweza kuiandikia klabu ya soka ya KMC bao la kusawazisha katika dakika 72. Na kabla ya mpira kumalizika, kupitia kwa Kasami Mosha fullback namba 2 wa KMC akaweza kuiandikia KMC bao la 3, na mpaka mwamuzi wakati anapuliza kipenga chake, basi ndio hivyo klabu ya soka ya Yanga wameshindwa kutamba katika mchezo wa kirafiki dhidi ya KMC ama Kino Boys. Fahamu kwa upande wa kikosi cha kwanza cha Yanga Sports Club ambacho kiliweza kuanzishwa na kocha mkuu Pedro, basi fahamu golini alianza golikipa Abutwari Mumsheri. Katika eneo la fullback namba 2 aliweza kuanza Kibwana Shomari, huku fullback namba 3 akianza Shadrack Isaka Boka. Katika eneo la center back namba 4 alianza beki Frankie Asinki, huku center back namba 5 akianza Abubakari Nizari Ninju. Eneo la kiungo namba 6 kama kawaida aliweza kuanza kiungo ambaye kwa sasa amekuwa katika kiwango bora sana, Azizi Andambwile. Katika eneo la winga namba 7 hapa aliweza kuanza winga machachari Ofen Chikola. Katika eneo la kiungo namba 8 aliweza kuanza kiungo Musa Bala Conte. Katika eneo la mshambuliaji namba 9 aliweza kuanza Andy Boyel, huku eneo la kiungo namba 10 kama kawaida alianza mzwa soft touch Mohamed Dombia. Katika eneo la winga namba 11 basi kwa upande mwingine aliweza kuanza mchezaji anaofahamika kwa jina la Max Nzengeli Mpia. Na hicho ndicho kikosi ambacho Young Africans waliweza kufanikiwa kuanza nacho. Ikumbukwe kuna baadhi ya nyota wa klabu ya soka Yanga kwa sasa hapo kambini walikuwa wameitwa katika mataifa, kwa sababu tunashuhudia kwa sasa ligi mbalimbali zimesimama duniani kwa ajili ya mechi za kufuzu kombe la dunia kwa mwaka 2026 katika nchi ya Mexico, Canada na bila kusahau Marekani. Kwa hiyo ndio hivyo tunaona Young Africans katika kujiandaa kuelekea katika mchezo wao wa ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo Young Africans kwa upande mwingine wanatarajia kucheza mechi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Wiki wameweza kujipima ama kucheza mchezo wa kirafiki na KMC na wameweza kupoteza kwa mabao 3-2. Tuambie neno la comment kwa jinsi ambavyo umeweza kuitazama Young Africans ikicheza katika mechi ya mwisho wa ligi kuu ya NBC. Je, unaiona Young Africans ikienda kutoboa? Toa maoni katika comment na sisi tutakuja kuyasoma.